Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Ikiwa leo ni tarehe 5 ya mwezi Februari mwaka 2024. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumatatu, kwa moyo mkunjofu kabisa. Ni kukaribisha kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Sheikhane Mzaina. Hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe, bonyeza alama ya kengele ili unapata taarifa mbalimbali kiganjani mwako. Lakini pia tunapatikana Facebook kwa jina la Sheikhane Mzaina, Instagram ni Toka Zamani TV_TZ, TikTok ni Toka Zamani TV na Twitter ni Toka Zamani TV_TZ. Na bila kupoteza wakati, tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Kinana aibana Chadema, asema imelipwa ruzuku bilioni 2.7 lakini haisemi, ailaumu kuwa chanzo kukwama kwa mazungumzo. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika hakuna sukari iliyokwama bandarini. Bandari ya Dar yasema ilitenga gati kuzisubiri meli, yajipanga bandari ya Kwala isafirishe shaba ya DRC. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Samia amlia rais wa Namibia. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 8. Serikali yatoa bilioni 131 kujenga sekondari kata 228. Habari katika ukurasa wa 7. Lakini pia habari nyingine zilizopewa kipaumbele kwenye gazeti ya Habari Leo ni mtoto wa miaka 7 atibiwa uzito kilo 76. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4. Majaribio Mkulazi yaingiza faida bilioni 36. Habari katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili limeandika Rais Samia kusomesha watoto 5 familia moja Kigoma. Habari katika ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti hili pia likipambwa na habari picha katika ukurasa wake mbele, ikiandika wakazi wa kijiji cha Tanga katika halmashauri ya mji wa Mbinga mkoani Ruvuma wakichota maji katika moja ya mradi wa vituo vilivyojengwa na serikali kupitia wakala wa maji safi na usafi wa mazingira RUWASA wilayani humo mwishoni mwa wiki. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Kinana awatupia dongo Chadema, asema walikwenda katika vikao vya maridhiano na CCM wakiwa na ajenda binafsi, ahoji sababu ya maandamano wakati bunge likikusanya maoni. Mnyika amjibu akisema ni kauli za kupotosha umma. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Viongozi wa Afrika wamlilia Rais Gengob aliyefariki kwa kansa. Habari katika ukurasa wa 11. Siri urafiki wa Askofu Kilaini na JK ulivyoibua sintofahamu kisiasa. Habari katika ukurasa wa 2. Safari ya watoto waliozidi uzito kuanza matibabu. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Malori kuegesha hovyo kuna watesa wakazi Dar es Salaam. Habari katika ukurasa wa 5. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi Jumatatu ya leo. Tulitazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Kinana afunguka ubora muswada wa sheria ya uchaguzi, awashauri Chadema kuacha maandamano, anika walivyopokea ruzuku ya bilioni 2.7 za kina Halima Mdee. Madiwani kesi zao zimebaki 2, asisitiza umoja, mshikamano na maridhiano. Habari katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Samia Afrika yamlilia Rais Gengob wa Namibia. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4. Rais Samia ajitosa kumsaidia mjane Kigoma. Habari katika ukurasa wa 4. Ushetu yabidisha bajeti ya bilioni 42.2. Habari katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili limeandika Sabaya tinga kanisani Arusha kutoa shukrani. Habari katika ukurasa wa 4. Serikali ya Norway yaonesha nia njema kwa Tanzania. Habari katika ukurasa wa 9. Ruto alaumu watendaji wa zembe mlipuko wa gesi. Habari katika ukurasa wa 19. Gigimane alia na kope zake. Habari katika ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Ninalo gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na wazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi apongeza mafanikio ya PBZ, asema inachangia ukuaji wa uchumi, pato la taifa, atoa bonus kwa wafanyakazi kuchochea uwajibikaji. Habari katika ukurasa wa 2. Dr. Samia atuma rambirambi kifo cha rais wa Namibia. Habari katika ukurasa wa 2. Msaada wa kisheria kwa wadau utalinda maslahi ya watoto. Habari ni katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika taasisi za sheria
Shirikianeni kutatua migogoro Sheikh Ngwali. Habari katika ukurasa wa pili. Kagame, wanadiaspora mna wajibu kuiweka Rwanda isipostahiki. Habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Tulitazame sasa gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia kumaliza tatizo la sukari. Meli 3 za shusha makontena 9,000 bandari ya Dar es Salaam. Kupunguza kupanda kwa bei ya bidhaa hiyo nchini. Habari katika ukurasa wa 4. Aombeleza kifo cha Gengoba wa Namibia. Habari katika ukurasa wa 3. CCM yavunja ukimya maridhiano Chadema. Hoja 2 za kataliwa, katiba mpya yatajwa. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. BNH yaikosha kamati ya bunge kwa huduma bora. Habari katika ukurasa wa 3. Polisi jamii amwibua mama mwenye watoto 15 Moro, watatu apewa ujauzito. Habari katika ukurasa wa 3. Ni kichapo Benchika apiga mkwara. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Tanzania Leo. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani siku hii leo, na mikononi mwangu nilo gazeti Mwanaspoti kata kiwa michezo na burudani. Lenyewe limeandika Diara da inonga bala Edo Kumwembe amchambua kitoboa, hapa ni freshi 17 wachemka. Ijayo ni Simba vs Tabora United kesho Jumanne saa 10 jioni uwanja wa Al Hassan Mwinyi. Gazeti hili limeandika mtajua hamjui, Gamondi ya tamba baraza asema ngoja tuone. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Pa Jobe awatuliza Simba Sports Club. Mzuka wa golf ndani ni katika ukurasa wa 17. Ten Hag Guardiola vita yao. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika hadithi ya Kiranga Komo inapatikana kwenye ukurasa wa 19 wa gazeti hili, ikiwa ni sehemu ya 19. Ligi kuu leo Jumatatu ni Yanga vs Dodoma Jiji. Mchezo unapigwa saa 1 kamili usiku Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Pata nakala yako ya gazeti ya Mwanaspoti usome kwa ndani zaidi. Lakini pia ninalo gazeti ya Championi Jumatatu ya leo, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Gamondi aisuka pacha ya striker mpya Yanga baada ya kuwakanda Mashujaa. Benchika tangaza pointi 15 za ubingwa. Ni hakuna kupoa kabisa Azam kukutana na balaa. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Beki Yanga atuma kombora zito Simba. Mtambo wa mabao wampaswa kichwa Gamondi. Mastrika Simba Sports Club wapewa mbinu za mabao. Kiungo mkata umeme amkosha Benchika. Akidaka penalti 4. Kipa Afrika Kusini amwagiwa sifa kibao. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Champion Jumatatu ya leo. Za Sport michezo, burudani na utalii, lenyewe limeandika Gamondi hesabu kwa Dodoma Jiji. Azam yaitumia salamu Simba. Mbappe amua kujiunga na Real Madrid. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Gwiji mwenzake Pele kombe la dunia afariki. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Za Sport michezo, burudani na utalii. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi habari hizi ambazo zimeandikwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu nalo gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe limeandika Yanga Dodoma Jiji hesabu kali. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Simba lengo limetimia. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Serikali yatoa neno uwanja wa Mkapa. Miamba minne inawania fainali AFCON. Habari katika ukurasa wa 23. Gazeti hili likiandika ratiba ya AFCON. Nusu fainali ni Nigeria dhidi ya Afrika Kusini. Mchezo utapigwa saa 2 kamili usiku. Ivory Coast vs DRC. Mchezo utapigwa saa 5 kamili usiku. Ni Jumatano Februari 7. Pata nakala yako gazeti Habari Leo usome kwa ndani zaidi. Gazeti Tanzania Leo Sport Tanzania Leo katika ukurasa wake nyuma limeandika ni kichapo Benchika apiga mkwara, atambia upana wa kikosi chake. Yanga hasira kwa Dodoma Jiji leo Chamazi. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Ajivunia usajili wa dirisha dogo. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Lukman jezi ya Nigeria ina pressure. Kocha Mali aliana mwamuzi kuangoa. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Tanzania Leo katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani. Na hivi ndivyo ambavyo ninakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa kutuchagua, asante kwa kuwa nasi.